Wapendwa wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni Dominika ya kwanza ya Kwaresima ya mwaka C wa kanisa. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 26 aya ya 4 hadi ya 10. Somo letu la pili linatoka katika barua ya Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 10 aya ya 8 hadi ya 13. Na injili takatifu ni injili ya mwinjili Luka sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 13. Wakristo wapenzi, tuko katika kipindi cha Kwaresima, na mwaliko mkuu wa mawazo kuu tunalipata katika masomo yetu siku ya leo, tuwe tayari kujaribiwa, na tukijaribiwa tutafute nguvu ya Mwenyezi Mungu ili tuweze kushinda kila aina ya majaribu tunaweza kukutana nayo. Wakristo wapenzi, tumeanza rasmi kipindi cha Kwaresima, kipindi cha kufunga, kipindi cha toba, kipindi cha kuomba huruma ya Mwenyezi Mungu. Na kipindi hiki tumeanza kwa siku ya Jumatano ya Majivu, tukikumbushwa kwamba sisi tu mavumbi na mavumbini tutarudi. Kwa hiyo tunaalikwa kutubu na kuiamini Injili. Majivu ilikuwa ni ishara ya toba, majivu ni ishara ya kujishusha na kuona kwamba sisi sio kitu chochote bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunamlilia Mwenyezi Mungu aweze kutuhurumia na kutusamehe dhambi zetu. Kwa katika kipindi hiki cha Kwaresima, kama kanisa anatualika basi tuweze kutafakari mambo makuu matatu. Jambo la kwanza ni kufunga. Kufunga nini? Mazoea ya watu wengi, tumezoea kufunga chakula, kujinyima kula kutoka asubuhi mpaka jioni ndio tunaweza kufungua na kupata kitu chochote kwa muda wote wa siku 40. Lakini tuende mbali zaidi, isiwe swala la kufunga tu chakula, bali tuweze kufunga yale maovu, yale mabaya ambayo yanatutenga na upendo wa Mwenyezi Mungu, yale ambayo yanatutenga na upendo wa watu wa familia zetu, yale ambayo yanatutenga na upendo na watu wetu wa karibu. Hayo ndiyo tunayotakiwa kufunga. Tufunge ulevi, tufunge anasa, tufunge uzinzi, tufunge wizi, tufunge rushwa, tufunge kila aina ya uchafu ambao tunaufanya sisi kama binadamu kwa ajili ya kutakasa roho zetu. Sasa kama ninajinyima kula, ama kama unajinyima kula kwa sababu kwamba ya kusema kwamba unafunga, lakini bado moyo wako katika dhambi, basi hapo utakuwa hujafunga, bali tu umebadilisha muda wako wa kula chakula, kwa sababu bado moyo wako uko katika dhambi. Kwa hiyo kama unafunga kula, basi angalia ni vilema gani ambavyo vinakufanya ushindwe kupata ule upendo wa Mwenyezi Mungu, ushindwe kuleta amani na furaha katika jamii yako, katika familia yako. Ndio wakati pekee wa kufunga. Na tunapofunga ni wazi kwamba tunatakiwa kwamba baada ya hapo, tutakapofufuka na Kristo katika Pasaka, tusirudi tena kule tulikotoka na kurudisha yale maovu tena, hapana, bali kuanza maisha mapya katika ufufuko, ili tuweze kuwa watu wapya na kusonga mbele ndani ya Kristo. Jambo la pili ambalo tunaalikwa katika kipindi hiki cha Kwaresima ni kutenda matendo mema. Mengi tu ambayo tunajinyima katika kipindi hiki cha Kwaresima, iwe ni chakula, ama iwe ni kinywaji, ama kitu kingine chochote, lakini tunaalikwa basi tuweze kuwakumbuka masikini, wale wahitaji, wale ambao hawana kitu chochote, ili basi nao waweze kufurahi, waweze kuonja upendo wa Kristo katika maisha yako, waweze kumsifu Mungu kupitia wewe. Ni wakati pia wa kuandaa kitu kwa ajili ya wale maskini, ya wale wahitaji. Lakini pia katika kipindi hiki cha Kwaresima tunaalikwa sana tuweze kusali. Kwa kuwa tunafunga, kwa kuwa tunaamua kuacha yale mabaya, ni wakati mkubwa ambapo tutajaribiwa sana na Shetani ili aweze kutukamata tena. Lakini
Kwa nguvu zetu peke yetu hatutaweza. Tunahitaji nguvu ya Mwenyezi Mungu. Tunahitaji sana Mungu aweze kutupa nguvu. Na tunazungumza na Mwenyezi Mungu kupitia sala, kupitia maombi. Na hapo ndipo Mwenyezi Mungu tunakutana naye na anatubariki na anatupa nguvu ya kushinda kila aina ya majaribu ambayo tunakutana nayo. Na siku ya leo katika masomo yetu, tukiangalia somo letu la Injili, tunaona jinsi Bwana wetu Yesu Kristo anakwenda jangwani. Anakwenda kufanya nini? Anaenda kufunga na kusali. Kufunga na kwenda kusali. Na Kristo anapoenda jangwani kwenda kufunga na kusali, maana yake anajiandaa na utumishi, anajiandaa na utume. Baada ya Kristo kumaliza siku 40, alitoka na kwenda sasa kuanza ile kazi ambayo alikuja kuifanya. Kuja kutangaza ufalme wa Mungu kwa watu wote. Kwa hiyo Kristo anatufundisha kwamba kumbe inatakiwa mimi na wewe, kabla hatujafanya jambo lolote ambalo ni jema katika maisha yetu, lazima tuingie jangwani tuweze kusali. Lazima tuingie jangwani tuweze kuomba, kufunga na kuomba. Ni mambo mangapi ambayo tunataka Mwenyezi Mungu atutendee katika maisha yetu? Je, tumemhusisha Mungu kiasi gani katika hayo mambo kwa kufunga na kuomba? Yawezekana unatafuta mke, unatafuta mume, yawezekana unatafuta mtoto, yawezekana unatafuta kazi, ama pengine hata kazi tayari umekwisha pata. Je, umeingia na kufunga na kuomba ili Mwenyezi Mungu aweze kukupatia baraka na kinga ya kuweza kuishi vyema? Yawezekana uko na watoto lakini hujawakabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu katika sala na kuomba waweze kufanikiwa. Njia pekee Kristo anatufundisha siku ya leo, kuingia jangwani. Jangwani ni sehemu ya utulivu. Jangwani ni sehemu ambayo ni kame, ambapo hakuna kelele. Lakini tunapomweka Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anatupa nguvu ya kuweza kusonga mbele. Anatubariki. Mwenyezi Mungu anatupa ile nguvu ya kusonga mbele. Kwa hiyo ni mwaliko wetu sote kwamba chochote kizuri ambacho tunataka tukifanye, lazima tuingie katika maombi, kwa sababu shetani yupo ambaye anataka kuharibu kila hilo baya. Kwa nguvu zetu hatutaweza, lakini tukiwa ndani ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anatusaidia, Mwenyezi Mungu anatupigania. Kristo anapoenda jangwani anajaribiwa. Kristo anapoenda jangwani anakutana na majaribu katika kufunga kwake. Lakini tunaona mwinjili Luka anarekodi mambo matatu ambayo Kristo aliweza kujaribiwa. Na pia hata mwinjili Mathayo pia anaeleza mambo matatu ambayo Kristo alijaribiwa. Lakini kimsingi Kristo hakujaribiwa kwa mambo matatu tu. Kristo alijaribiwa kwa mambo mengi sana. Mwinjili Marko yeye anatuambia kwamba Kristo alipoenda jangwani hakueleza mambo matatu, lakini alisema kwa siku zote 40 alijaribiwa na shetani, lakini aliweza kushinda majaribu. Lakini kiukweli ni kwamba Kristo amekuwa akijaribiwa mara kwa mara. Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 16 aya 21 hadi 23, tunaona jinsi Yesu Kristo alipoeleza wanafunzi wake kwamba imempasa mwana wa Adamu kupitia mateso mengi, kukataliwa, kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Tunaona Petro anamwita pembeni, anamwambia, Bwana, hayo yote hawezi kutokea. Haya yalikuwa ni majaribu. Kama Masia hawezi kuteseka, sisi tupo, tutakupigania. Petro bila kujua ilikuwa ni mpango wa Mwenyezi Mungu katika kumwokoa binadamu. Lakini nini Kristo anachosema? Nenda nyuma yangu Shetani, uwazi ya kimungu bali unawaza ya kibinadamu tu. Majaribu. Jaribu jingine ni pale ambapo Kristo, kusoma Injili ya Marko sura ya 12 aya 13 hadi 17, tunaona kwa jinsi gani watu wanasema ngoja tukamjaribu. Walitumwa watu kwa ajili ya kwenda kumjaribu, wamnase, kujua kwamba
ya staili nini, kulipa kodi kwa Kaisari ama kutokulipa. Yote hiyo ilikuwa kishawishi kuona ni msimamo gani ambao Kristo atautoa. Je, ataruhusu watu walipe kodi ama la? Viko vishawishi vingi. Hata msalabani pia Kristo aliweza kushawishiwa. Alilia kwa sauti, Mungu wangu, mbona umeniacha? Katika hali ya ubinadamu, mateso alikuwa makali sana, na hivyo aliteseka mno. Na hata wakati mwingine watu walisema, walimdhihaki pale, kama wewe ni mwana wa Mungu basi shuka hapa msalabani. Yote katika kumjaribu. Kwa hiyo Kristo alipitia majaribu mengi. Kristo alipitia vishawishi vingi ambavyo vinaeleza kwamba wazi kwamba Kristo alijaribiwa kwa mambo mengi. Lakini haya mambo matatu ambayo yanaelezwa katika injili yetu ya leo yanaeleza zaidi hasa juu ya vitu ambavyo binadamu anajaribiwa kila siku. Ni vishawishi ambavyo mwanadamu anapitia kila siku ya Mungu. Na vishawishi hivi viko katika sehemu hizi. Ya kwanza, tamaa ya mwili. Kwamba sisi kama binadamu tunatamani nini? Tunatamani kula, tunatamani kunywa, tunatamani kuwa na anasa ambazo zingine zinasababishwa na mwili. Lakini pale ambapo tunajikatalia, ndio vishawishi vinakuja kwamba una uwezo wa kufanya hichi kitu. Uwezo unao, kwa nini usifanye? Kristo anajaribiwa, njaa inauma, maumivu makali ya njaa. Unaambiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza hii mikate ule ili uweze kushiba, upoze hiyo njaa yako. Lakini lengo kabisa ilikuwa sio kula. Sio kula, lakini lengo kubwa ilikuwa ni katika kuomba na kusali, kufunga mpaka siku 40 ziishe. Na sisi pia tunapitia tamaa kama hizo. Inawezekana katika kipindi hiki cha Kwaresma umeamua kabisa kwamba nimekuwa mlevi sana kwa kipindi kirefu, lakini nataka katika kipindi hiki cha Kwaresma nibadilike, niwe mtu mpya kabisa. Lakini vishawishi vitakuja pale ambapo katikati ya kipindi cha Kwaresma unapata watu wanakuita, marafiki zako wanakuita, wanakuambia karibu bwana, tupate angalau bia 1-2 kwa ajili ya kujipongeza. Hawajui kama umefunga, lakini hicho ni kishawishi. Basi unawezaje kukishinda kishawishi kama hicho? Inawezekana unaweza ukaenda pale ukalewa zaidi na hata ukatenda dhambi kubwa ya ulevi. Lakini lazima ushinde kishawishi kama hicho. Lakini kishawishi cha pili ni juu ya ufahari wa maisha. Tunapenda kuwa watu tunaojulikana, watu mashuhuri. Hata pengine watu waweze hata kutuabudu sisi, watuone kama vimiungu vidogo. Bila sisi wao maisha yao hawezi kwenda. Na hata pengine watu wengine waweze kutambua ukubwa gani niko nao mimi kama binadamu. Na ndio maana tunaona katika jaribio hili, tunaona shetani anakwenda na mweka Yesu katika mnara, anamwambia jirushe, kwa sababu imeandikwa kwamba atakutumia malaika zake ili waweze kukulinda usianguke. Shetani kumbe naye anajua hata maandiko, anaweza kueleza kitu ambacho kimeandikwa. Na ukisoma Zaburi ya 99 inaeleza kweli kwamba atakutumia malaika zake waweze kukulinda ili usianguke katika jiwe. Lakini mawazo ya shetani sio mawazo ya Mungu. Shetani yuko kwa ajili ya kuharibu. Lakini Kristo anamwambia usimjaribu Bwana Mungu wako. Yesu anashinda kishawishi hicho. Na kishawishi cha mwisho ambacho ni juu ya mali. Kishawishi ambacho wengi wetu tumeangukia huko na tunaendelea kuangukia huko kwa sababu ya tamaa ya mali, kwa sababu tamaa ya kuwa na vitu vingi, pesa. Shetani anamwambia Yesu kwamba umeona milki yote hii iko chini yangu, lakini ukinisujudia tu mimi basi utapata vyote.
Ni watu wangapi sasa hivi wanafanya kafara kama hizo? Watu wako katika maisha ya kishetani kwa sababu ya mali. Watu hawaishi kwa amani tena kwa sababu wameingia katika mikataba ya kishetani kwa sababu ya kutafuta mali, waweze kuwa na mali nyingi. Na hata sisi pengine tunahisi kwamba wana furaha sana, lakini kiuhalisia maisha yao hayana amani, hayana furaha. Sisi pia tunahangaika usiku kucha, pengine hata kuiba ili tuweze tu kupata mali. Hata kuangalia ni wapi unakoiba. Unaiba kazini, unaiba mpaka kanisani, yote katika kutafuta mali, kutafuta kujilimbikizia mali. Na wote tumeangukia huko kwa sababu hayo ni mahangaiko ya mwanadamu kila siku, kuweza kupata mali, kufanya maisha ya mazuri na vitu kama hivyo. Ndugu zangu wa Kristo, Kristo anatufundisha kwamba inawezekana katika kushinda vishawishi vyote. Vishawishi vya mali tutambue kwamba vyote vimeumbwa na Mungu. Shetani asitudanganye kwamba ameumba kitu. Shetani asitudanganye kwamba yeye yuko anamiliki kitu chochote. Yeye hamiliki kitu chochote. Vyote viko chini ya Mwenyezi Mungu. Na ni Mungu peke yake ndio wa kuabudiwa. Lazima tumkimbilie Kristo aweze kutusaidia kuweza kushinda vishawishi. Tutambue ya kwamba vishawishi kama vishawishi sio dhambi. Vishawishi kama vishawishi sio dhambi. Dhambi inakuja pale ambapo unapotumia kishawishi hicho ambacho umekipata na kukifanyia kazi na kuona kwamba ni kitu cha muhimu. Hapo ndio inapokuwa dhambi. Kwa sababu hata Kristo ukisoma katika kitabu waraka kwa Waebrania, waraka wa Waebrania sura ile ya 4 aya 13, ambapo tunaambiwa kwamba Kristo alijaribiwa katika mambo yote lakini hakutenda dhambi. Manake majaribu yatakuja, vishawishi vitakuja, lakini vishawishi hivyo sio dhambi. Ni wewe wa kuamua kuvichukua na kuvitumia ama kukemea na kuviacha. Jambo la pili ambalo tutambue kwamba vishawishi vitakavyokuja kwetu, majaribu yatakayokuja kwetu, hayatatuzidi nguvu. Vina mipaka. Majaribu yanayokuja hayawezi kutuzidi nguvu. Yanaweza kama makubwa yakatutingisha kweli, lakini Mwenyezi Mungu ndio anaruhusu hayo yaweze kutokea kutupima pengine imani yetu iko namna gani. Tunaweza kustahimili kiasi gani? Na tunaona mfano wa Ayubu. Pale ambapo shetani Mungu anamruhusu, anamwambia nenda kamjaribu, lakini mwisho wako ni hapa. Na Ayubu anatingishwa imani yake, lakini hakudondoka, hakutetereka. Mwenyezi Mungu pia anatoa neema na baraka namna ya kushinda vishawishi hivyo. Anakupa nguvu ya kusimama tena, ya kusonga mbele. Kwa hiyo kama tutajaribiwa, kama tutapitia hayo magumu, kama tutapitia hivyo vishawishi, nini tufanye sisi kama Wakristo? Cha kwanza, jiulize, hicho unachokifanya, je, Kristo akija leo katika maisha yako kingemfurahisha? Angefurahia hicho unachokifanya? Kama ni kizuri, endelea nacho. Kama ni kibaya, ni wakati wa kubadilika, kubadilisha maisha yako. Jambo la pili, siku zote na kamwe usije ukacheza na vishawishi, kwa sababu ni kama moto. Tunachotakiwa kufanya kukemea mara moja. Usiruhusu mambo hayo yatokee. Weka mbali kabisa. Mwambie shetani ushindwe kwa jina la Yesu. Omba Mungu aweze kusaidia uweze kushinda vishawishi. Kristo alikemea. Alimwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, uwazi yake Mungu. Alikemea. Kwa vishawishi hakuna
nguvu ya kuviruhusu vituchezee, kwa sababu ni moto, tutaungua, tutadondoka tu. Tusivifanye vionekane vizuri. Kibaya ni kibaya tu. Tusimame imara. Tusipigane vita wenyewe na hivi vishawishi. Hatuna uwezo. Ni shetani tunashindana naye. Shetani anatuzidi nguvu. Hakuna mtu atakayeweza kushindana na shetani akamweza. Ni Mungu peke yake. Tunapomkiri Kristo, tunapomkiri Mwenyezi Mungu, anatupa nguvu ya kumaliza huyo shetani. Tu katika safari ya Kwaresma, kila mmoja atambue kuna kujaribiwa. Kwa chochote kile ambacho umepanga kukifanya kwa kipindi hiki cha Kwaresma, utajaribiwa kwa namna zote ili uweze kuanguka katika dhambi. Usicheze na vishawishi. Usicheze na shetani, kwa sababu kuna nguvu hiyo. Ingia katika maombi, funga. Mwambie Mungu, ninahitaji nguvu yako. Niweze kushindana na mwovu shetani. Niweze kupigana na adui mwovu shetani. Ili niweze kushinda. Na yote hayo utaweza kama ukimweka Mungu mbele katika maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo.